Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribishe kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kabisa kujiabonea kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabonea kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. Kile ambacho tutakachozungumzia kwa siku ya leo kabisa, tutazungumzia kuhusu milio ya risasi ambayo ilikwenda kusikika katika mji na tarafa letu la Uvira. Utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu milio hiyo ya risasi. Rais wa zamani Joseph Kabila awekewa vikwazo na Umarekani. Huyu adaiwa kuwa anashirikiana na waasi wa M23 baada tu ya kugundua kuwa kuna kitita kikubwa cha pesa ambacho alichokitoa kwa kuunga mkono waasi wa M23. Na huko katika usultani wa Bafuliru umezua mvutano mkubwa wa kivita, ambapo kabisa bango ambalo lilikuwa likiwekwa kwa kuhamisha usultani wa Bafuliru pale maeneo ya Runingu ya kwenda kungolewa na baadhi ya wazalendo. Na pia kabisa tutakuja ili kabisa tuweze kupata nafasi ya kuweza kuchambua kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikukaribishe kabisa kuweza kuungana nasi. Haya na mengine tutaweza kuyachambua katika habari zetu za kila siku. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya. Kuna nambari yetu ambayo iko hapo chini, namba yetu ya WhatsApp, ukatuandikia na moja kwa moja tukaenda kukujibu. Na ikiwa kabisa utakuwa na hitaji kukuunga kwenye grupu letu la WhatsApp, moja kwa moja tutakwenda kabisa kukuunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Tuanze kabisa na kuhusu kabisa kuweza kuwekewa vikwazo vya rais wa zamani Joseph Kabila na Marekani. Habari ambazo tulizozigundua kupitia kabisa tangazo ambalo lilotangazwa tariki 13 Aprili mwaka 2026, kuwekewa kwa vikwazo kwa rais wa zamani Joseph Kabila. Joseph Kabila akiwa ni rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alitawala zaidi ya miaka 18 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadaye kuacha madaraka kwake rais Felix Antoine Tshisekedi. Huyu anadaiwa kuwekewa vikwazo na Marekani kwa kushirikiana na waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Huyu anashutumiwa kuweka pesa zidi ya kushiriki na waasi wa M23 kwa kutaka kugeuza utawala wa rais Felix Antoine Tshisekedi. Umarekani imetangaza kuweka vikwazo baada tu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kabisa kumwekea vikwazo mwaka wa 2025, wakati uongozi uliweza kuamua na kuona kuwa rais huyo wa zamani anaendelea kushiriki na waasi wa M23. Mamlaka za Marekani zinaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kabisa kulinda uaminifu wa mchakato wa amani uliokubaliwa Washington mwezi Desemba iliyopita, ikidai kuwa mvutano huu wa vita unaendelea kuathiri baadhi ya maeneo mbalimbali katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha kabisa kuwa na huko Kinshasa ilikuwa tayari imemhukumu kwa kosa la kushirikiana na waasi wa M23 mwezi Septemba mwaka 2024. Vikwazo hivyo kabisa ambavyo vinalenga na kutaja kuwa rais huyo anashirikiana na waasi wa M23. Licha ya hiyo, lakini kwa upande wake anaendelea kukanusha kuwa hiyo ni njama kabisa ya kumzuia asishiriki kwa uchaguzi uliokuwa umeandaliwa mwaka 2028 kwa kumrejesha pia kwenye madaraka rais wa zamani Joseph Kabila. Katika mvutano huu wa kivita ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nini changamoto na hasa malengo ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya Joseph Kabila? Joseph Kabila wakati alihukumiwa
katika miaka iliyopita mwaka 2024 alihukumiwa wakati alikuwa kabisa hayuko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa tayari ameondoka, na baada tu ya makosa kuweza kugundulika, moja kwa moja aliweza kuhukumiwa na kuweza kutajwa kuwa ni mmoja kati ya wanaoshiriki na waasi wa M23. Ni jambo ambalo kila leo lileta mvutano mkubwa kwa wanashirika, pia kwa wakaazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati umeongoza miaka 18, unaweza kuja kabisa kujiunga na waasi wa M23 au kuweza kujiunga na makundi yenye kumiliki silaha. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia. Kila leo tunakukaribisha kabisa kuungana nasi. Ikiwa ni mara ya kwanza, usikose kabisa kutembelea kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Kila leo tunapotoa habari zetu, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Naibu gavana wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, ametaja kuwa kabisa baadhi ya habari ambazo zinazagaza kuwa kunakuwa na mabadiliko kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kupitia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hapa mjini Uvira. Swala hilo ambalo linataja kuwa kuhusu ukanda wa kijeshi wa 13 katika jimbo la Sud Kivu. Habari hizo kabisa zikiwa ni za uvumi. Habari hizi tuliweza kuzigundua, pia tuliweza kuzitangaza hapa katika TV yako, na pia tuliweza kutaja kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao wanataja kuwa kunakuwa na mabadiliko kwa ukanda wa kijeshi, kutaka kumrejesha kanali mmoja ambaye alishiriki viongozi wa RCD Goma katika eneo mbalimbali, hasa huko maeneo ya tarafani Fizi. Jambo hili ambalo kabisa aliweza kabisa kulitamka gavana huyo Jean-Jacques Elakano, kutaja kuwa habari hizo ni za uongo, akiomba ushirikiano wa wazalendo kwa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tukimnukulu, nimesema kuwa hakuna kabisa mabadiliko katika mji wa Uvira wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nikiwa na imani na matumaini kuwa uratibu bado kabisa unabaki vile. Kuna kuwa na hali ambayo inayothibitisha kuwa kuna kuwa na mabadiliko, lakini nikitaja kuwa jambo hilo halina msingi wowote. Naomba wazalendo pamoja na FARDC kushirikiana kwa pamoja ili kuendelea kujenga amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi kabisa ambazo zilikuwa zikija zikiwa ni habari tayari zinaonekana kuwa ni za uvumi. Na kupitia mazungumzo na waandishi wa habari, wazalendo waonya kuhusu kuimarika kwa waasi karibu tu na Uvira. Kundi la kujilinda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa tahadhari ya kiusalama tariki 28 Aprili mwaka 2026, ilikionya uwezekano wa shambulizi kubwa katika ukanda wa jeshi la 13 huko Sud Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa hatari rasmi kutoka makao makuu ya kijeshi ya Katobo, kuna mkusanyiko wa vikosi vya muungano vya waasi wa M23, Redi Tabara, Android ambavyo vinavyoonekana pamoja na wanamgambo wa Twirwaneho wanaodaiwa kuungwa na wanajeshi wa Rwanda. Vikosi hivyo vinaripotiwa kuwepo karibu tu na kijiji cha Magunda na huko maeneo ya Ruminuko. Eneo tu hilo liko katika wilaya ya Mwenga. Linaeleza kuwa sehemu ya mkusanyiko wa vikosi hivyo vya M23 vinaripotiwa kabisa kuanzisha shambulizi katika maeneo mbalimbali ya mji na tarafa letu la Uvira, hasa huko katika maeneo ya Lemera, Bijombo. Lengo kuu ni kuvamia mstari wa ulinzi wa wanajeshi wa wazalendo pamoja na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusonga mbele kuelekea mji wa Uvira. Takribani ya wananchi wengi kabisa ambao wanaendelea kuporwa mali zao, pia wengi wao wanaofariki katika njia tofauti kupitia vita ambavyo vinavyoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ukiangalia kuhusu vita hivi ambavyo vinavyoendelea, kwa sababu wanaendelea kuraforce kila leo wakidai kuwa ni lazima waweze tena kurudi katika mji wa Uvira. Utakundua kuwa waasi wa M23 waliweza kudhibiti mji wa Uvira na baadaye kabisa kuweza kuondoka baada ya Marekani kuweza kutangaza kuwa waweze kuondoka katika mji wa Uvira, jambo ambalo linaendelea kuleta taharuki katika mgogoro wa kivita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tutoke huko maeneo ya Lemera moja kwa moja tujielekeze pale Runingu, ambapo kuna kuwa mvutano wa kisiasa kwa usultani wa Bafuliru. Usultani wa Bafuliru kwa sasa unajaa hofu na taharuki katika maeneo hayo ya usultani wa Bafuliru, akitaja kuwa Mwami Kalingishi anashutumiwa kabisa kushiriki na waasi wa M23 baada ya wao kuwasili pale maeneo ya Lemera. Kuna bango kubwa kabisa ambalo liliweza kuwekwa pale maeneo ya Runingu likionyesha kuwa makao makuu ya Bafuliru inaweza kuhamishwa kutoka Lemera na kuhamia pale Runingu, jambo ambalo limeleta kabisa taharuki, pia mvutano wa kivita katika maeneo hayo, ambapo baadhi ya wazalendo waliweza kutembelea maeneo hayo na kuweza kungoa bango hilo. Katika taarifa zetu za habari ambazo tulizozikusanya, mvutano kuhusu kuimarishwa kwa makao ya utawala wa Bafuliru, hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo la utawala wa Bafuliru baada tu ya kuonekana kwa bango lililotangazwa kuhamishwa kwa muda wa ofisi ya utawala wa usultani kuelekea pale maeneo ya Runingu. Uamuzi huu ambao umeibua maswali mengi mno kwa wakaazi pia wa eneo hilo. Baadhi ya wazalendo ambao waliweza kutembelea maeneo hayo na kutaja kuwa waliweza kugundua bango hilo ambalo linaandikwa ofisi ya makao makuu ya Shefeli ya Bafuliru na imehamia pale maeneo ya Runingu kwa muda, wakati waasi wa M23 wanashikilia maeneo ya utawala wa Bafuliru. Generali Kamama alitaja kuwa ameweza kushangazwa na kitendo hicho na kuweza kungoa bango hilo ambalo kabisa lilikuwa likiandikwa maandishi katika lugha ya Kifuliru. Yeye analaani kabisa kuwa hii inaweza kuleta mvutano wa kivita kwa sababu Mwami wa Bafuliru Kalingishi anashirikiana na waasi wa M23. Jumanne ya tariki 28 Aprili, wanamgambo wa wazalendo wakielekea maeneo hayo wakitaja kuwa hii ni moja kati ya hali ya mvutano wa kivita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, ni kweli Mwami wa Bafuliru anashirikiana na waasi wa M23? Mpaka sasa bado kabisa masuala yakiwa yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa katika mji na tarafa la Uvira. Turejee hapa mjini Uvira tukujuze kuhusu milio ya risasi ambayo iliweza kusikika kabisa majira ya jioni pale maeneo ya Kalimabenge. Milio ya risasi iliweza kusikika na changamoto ambayo za watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana. Habari ambazo tuliweza kuzipata zinadai kuwa milio ya risasi iliweza kusikika na baadhi ya raia waliweza kukimbia kutokana tuna hofu ya milio hiyo ya risasi. Lakini kuna habari ambazo zinaeleza kuwa kuna baadhi ya watu ambao waliopoteza maisha na wengine kujeruhiwa, lakini bado kabisa taarifa zetu za habari hazijadhibitisha ikiwa tunaendelea kufuatilia kujua kile ambacho kinachoendelea. Katika taarifa zetu za habari tutakuja kabisa ili tukujuze kile ambacho kilichoendelea katika habari zetu za kulia kwa risasi pale maeneo ya Kalimabenge. Mtazamaji wa televisheni yetu, ikiwa unaendelea kutufuatilia, tuseme asante kabisa kwa kuendelea kufuatilia, lakini ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na tukiwa katika mji wa Uvira, tayari ofisi ya mahakama makuu ya kijeshi yameanzisha kazi zake katika mji na tarafa letu la Uvira. Utajua kuwa shughuli hiyo zilikuwa zimesimamishwa kwa muda baada tu ya waasi wa M23 kuweza kuteka mji wa Uvira. Hakimu waliweza kuondoka na kuelekea pale Kinshasa, wengine kuelekea pale maeneo ya Kalemi. Baada tu ya kurejeshwa kwa wanajeshi katika mji wa Uvira, shughuli hizo za kijeshi zilikuwa bado kuimarika na kuanza kufanya kazi zake kama kawaida, kwa kuwa wafungwa wote walikuwa wanafungwa kinyume na sheria na baadaye walikuwa wanapelekwa kwenye jela la Mulunge. Mwanzo kabisa wa mjadala, pia mahakama makuu iliweza kukusanya vesi kadhaa vya wanajeshi ambao wanashutumiwa na kupiga risasi kiolela hasa katika mji na tarafa la Uvira. Hawa ambao waliweza kukamatwa, baadhi yao kuna kuwa na jenerali wa mzalendo ambaye aliweza kuonekana mbele ya mahakama ya kijeshi pamoja na mwanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye aliweza kuwasili kwenye makao ya mahakama makuu ya kijeshi akiweza kujifasilia jambo hili ambalo linakuwa kabisa la imani na matumaini. Katika mji wa Uvira kila leo raia walikuwa wakiomba kabisa kuwepo kwa mahakama makuu ili kuanza kabisa kusambisha watu na kutoa hukumu zenye kuwa za maana. Katika kikao hicho ambacho kiliweza
fanyika katika mji wa Uvira. Kulikuwa waziri wa ulinzi pia mtetezi katika mji wa Uvira, pia mwakilishi wa waziri anayehusika na mambo ya ulinzi kutoka pale maeneo ya Kinshasa. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia. Niseme asante mtazamaji wetu ambaye uliweza kufuatilia taarifa yetu ya habari mwanzo hadi mwisho. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluhia. Kile ambacho tulizungumzia kuhusu hukumu ambayo imetolewa kwake rais wa zamani Joseph Kabila, amewekewa vikwazo na Marekani. Na pia katika utawala wa Bafuliru kunakuwa na mvutano wa kivita, hasa kabisa kuonekana kwa bango ambalo imeonyeshwa kuwa kumehamishwa utawala wa Bafuliru pale maeneo ya Runingu kwa muda. Na pia kuna vikosi vya waasi wa M23 ambavyo vinavyoendelea kuongezeka katika ukanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakitaja kwa mara nyingine tena kuweza kushambulia mji na tarafa la Uvira, wakipatikana huko maeneo ya Mwenga kwenye umbali wa kilomita 60 kuelekea katika mji na tarafa la Uvira. Mchana mwema na asubuhi njema kwako. Kwaherini. Thank you.